Naam, karibu sana ikiwa ni majira ya saa 9, saa 9 South Africa kati, ikiwa ni 10 majira ya Afrika Mashariki, na hii ni Baraka1 TV. Kuna mtu anaitwa Ngoi Mukena. Ngoi Mukena ndo mzee ambaye aliweza kumtengenezea identity mtu ambaye anaitwa Hippolyte Kanambe kuwa Joseph Kabila Kabange. Unaona bwana. Ni kitu ambacho watu wengi walikuwa hawajawahi kukijua. Sio ambacho watu wengi walikuwa hawajui, lakini kutokana na hali ambayo tuko nayo sasa hivi tunawajua kwamba adui zetu ndio kina nani. Tunawajua mmoja baada ya mwingine kwamba huyu na huyu na huyu na huyu, hao ndio maadui. So hii ni Baraka1 TV na hayo ni mambo ambayo tutakwenda kuyajadili kwa jioni hii, pamoja na ujumbe mwingine mzito sana ambao nitakuomba tu usitoke pembeni na uendelee kusikiliza Baraka1 TV, maana mambo ni mengi na inabidi pia tuweze kushare mambo mengi sana kulingana na nchi yetu jinsi iko inazidi kuendelea. Sasa tulikuwa tumepotea. Nilimwambia kwamba ni kutokana na tuna shida kubwa mbili. Shida moja ni ya mix ambayo tunatumia iko inazima na inajirudia muda ambao inajisikia. Inaweza kuchukua masaa 3 4 wala hata ikagoma kabisa, kama unaona hata kipindi cha saa 6 ilisumbua. Unaona, sababu mixer ilikuwa imezima, na hivi hapa tumejaribu tena imekubali, lakini ikizima inazima muda wote ambao unajisikia. Sasa inabidi kureplace hii pia pamoja na laptop ambayo tuko nayo, na hii zote itatugharimu $300. $300. Kwa hiyo ndugu zangu, na waombeni ili tuendelee kuwa tunarusha matangazo muda wote kwa saa zote, tuweze kufanya ka kitu hapa, tuchangie hapa. Hii ni mimi sasa, inbox tunaambiwa mimi nitakupa hata 50, mimi nitakupa hata 20, mimi nitakupa hata hivi, juu tupate mixer nyingine. Hii kikweli hii inasumbua sana. Inazingua iko na waka inazima jinsi najisikia yenyewe. Sasa hii kwetu tunakuwa iko ni shida sana. Lakini pia kwamba Operation Saidia Mzalendo bado iko inaendelea, na hivi mwisho huu wa mwezi ndio tunakwenda kuanza ile kazi ya kugawanya vyakula kote, Uvira, wapi kote ambako kuko mzalendo, tutaenda tunagawia kwa ile kidogo ambayo tumepata. Tunaanzia pale. Tunaanzia pale, hatutasubiria sema mamilioni tumeanzia pale ambayo tuko nayo, tunaanzia pale. Kwa hiyo kama bado hujashiriki, unaweza kushiriki. Namba za B1 TV hizo hapo, unaweza kutumia hizo ili tuweze kuendeleza hizi harakati sisi wote kwa pamoja. Na pia tembelea Baraka1 TV channel 2 ili kuweza kupata matukio mengine mbalimbali zaidi sana. Hili swala la kuweza kutuma ushahidi kwa mahakama ya kihalifu ya ICC kutokana na kesi ambazo ziko zinazidi kurindima nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mauaji ambayo yako yanafanyika na magaidi wa M23. So tumia hiyo hapo, ingia kwa description, utakuta kuna link mbili. Link moja ni ya B1 TV ambapo kuna ile video inakuambia nini cha kufanya ili uweze kujiunga na ICC, iko pale. Na pia hiyo nyingine ni website yenyewe ya ICC, unaingia kule na unaenda kutuma hizo vitu ambazo utakuwa kunazo kwa ajili ya kuweza kusaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusonga mbele. Sasa kuna mzee anaitwa Ngoi Mukena. Ngoi Mukena aliwahi kuwa unasikia kelele, ndio hizi gisi ziko zinatoka yafu zinaharibu zinazima kazi. So ifo kureplace. Nafikiri kwa nyamba mnajua B1 TV hizi kelele hazikwagi waga zitoke, lakini zinaanza. Ngoi Mukena alikuwa aliwahi kufanya kazi chini ya utawala wa Joseph Kabila Kabange, na yote ambayo yalitokea ni yeye ndiye aliweza kupewa kazi. Alikuwa sharti kuweza kumtengenezea identity Joseph Kabila ili aweze kuaminika na Wakongomani, pia aaminike na watoto wa Katanga kwamba ni Katange. Aamini kwamba ni Katange, kitu ambacho sio kweli. Sisi wote tulikuwa ndani ya ule mchezo, tuliweza kudanganywa. Tukadanganywa kwamba ni mtoto wa mzee Laurent Desire Kabila, ni mtoto wa mzee, na kutokana na ile mapenzi watu walikuwa nayo kwa mzee Kabila, wakasema basi gisi ni kijana wake tumwamini. Kumbe ilikuwa sio. Mpaka gisi mzee anakufa,
aliweza kuacha testama kubwa. Kuna kitabu ambacho aliandika, unaona bwana, na kitabu hicho ngoja nikitafute niweze kukuonyesha baadhi ya vitu hapa ambavyo vinasemekana alijutia sana kuweza kuvifanya katika maisha yake. Nasoma kwamba Lefe Ngoi Mukena qui avait fabriqué le nom de Joseph Kabila Kabange ne Hippolyte Kanambe. Marehemu Ngoi Mukena ndiye aliweza kutengeneza jina la Joseph Kabila Kabange ambaye alizaliwa akiitwa kwa jina la Hippolyte Kanambe. Un sujet rwandais Mnyarwanda. C'est pourquoi dans son ouvrage intitulé L'erreur d'un parcours politique, katika kitabu ambacho alikiandika kinachosema makosa ya katika njia ya kisiasa, à la page 365 kwenye ukurasa wa 365, il dit, anasema, je regrette mon rôle joué et d'avoir accepté d'être un agent clé dans ces mensonges. Il dit, najutia sana kitendo nilichokifanya cha kuweza kukubali kuwa wakala maalum wa uongo ndani ya uongo. Il continue pour conclure, kwa kumalizia, nous avons adopté un sujet rwandais à cause d'un casier de tembo. Fin de citation. Tuliweza kumkubalia Mnyarwanda kwa ajili ya crate moja ya tembo. Tembo ni pombe moja hivi ambazo zinapatikana maeneo ya Katanga. Sasa hii hapa usiweze sema ni pombe, aseme kama ni crate. Sio crate ya pombe bwana. Hii ni crate ya dhahabu. Unaona, walipewa pesa kibao ili kuweza kumkubali bwana Joseph Kabila kama vile mtoto wa Katanga, na ndio ile mpaka sasa hivi watoto wa Katanga wanawekwa kitu akilini, yani vichwa vyao vimeoza kwamba Joseph Kabila ni Katange. Haiko Katange, c'est Rwanda. Watoto wote ya Katanga nabambia siri na mnajua vile. Sawa? Watoto ya Katanga nabambia siri na mnajua vile. Joseph Kabila yeye ndio iko nyuma ya M23, yeye ndio iko nyuma na Alliance Fleuve Congo na RDF. Ukiachana na yeye kuko nani Paul Kagame pamoja na ba Francais. Ya leo bandu yangu ya Katanga. Siye ndo batu yenu. Biso ndo bino. Bino nde biso. Tozaka kabiso nyoso ba Kongole. Omuna bitumba tozobunda awa. To stopper M23. Sawa? Biso ba wazalendo. Tuna stopper M23 isingie Katanga. Juu size tunasema bapite Uvira, bapite Fizi. Bapite Mwenga, bapite Manyema. Tanganyika ni 0 sekunde, wanaingia Tanganyika, wanaingia Kalemi, wanaingia Moba, wanaenda kule kote manini wapi kule kote hadi kuja mpaka na Lubumbashi. Ushelewa? Ni kitu kidogo sana, lakini sisi tunawazuia juu ya protection ya nchi. Unaona bwana? Tunawazuia huku. Sasa mko mmekelea kule kifua, Sheba Katanga, Sheba Katanga, Sheba Katanga. Kabila haiko kwenu. Nafikiri umesikia ujumbe kutoka kwa mzee wetu Papa Ngoi Mukena, ndiye aliyemtengeneza bwana Joseph Kabila Kabange. Na hao ndio walifanya mpaka Kabila anafikia kwa kuwa vile. Juu c'est inconcevable kuona kwamba un Congolais, un vrai Congolais de père et de mère, mwenye alikuwa ku pouvoir, kisha kesho akui leo akue rebel, akue maître rebel. Haiwezekani. Je le dis, c'est à la télévision. Et si quelqu'un peut me contredire, ou Joseph lui-même, il peut le faire. Mais il m'a donné comme mission, la première mission. Ici à Kinshasa, on dit que je suis rwandais, je suis burundais. Et je voudrais vraiment naître au Katanga. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai créé avec mes vice-gouverneurs, avec tout le monde, les Mouyèges et compagnie, les Ronds, les Luba, le Fond. On donne à Joseph son patelin. Ça a été réussi. Vous pouvez le vérifier, même peut-être s'il ne le dit pas. Je crois qu'il le sait. Kuna taarifa hapa kutoka kwa Wabembe
na inabidi niweze kuisoma. Taarifa hii ya Wabembe inalenga sana Wabembe ambao wako wanajaribu kuleta maneno kama kina Amango, Boazi Amango, wakina Nemi Mwilanya. Kwanza Nemi Mwilanya, kwa taarifa ambazo nimezipata pia kwamba yule jamaa sio Mubembe. Inasemekana kwamba Nemi Mwilanya ni Mubwari. Unaona? Kwa hiyo asitumie neno lolote juu ya Wabembe. Ndugu zangu wa Baraka wa Uvira wapi? Nemi Mwilanya haiko Mubembe, ule ni Mubwari. Nimepata hizi habari. Kwa hiyo lazima niwaambie vile vile. Nitaenda na découvrir umoja baada moja. Kila Mbembe ambaye anasema mimi ni Mubembe, vrai Mubembe hawezi kula rushwa. Mubembe wa kweli hawezi pitisha Mnyarwanda adui. Mubembe wa kweli hawezi jiunga mu M23. Haiwezekani. Kama ni Mubembe utakuta mama yake sote ni Murundi. Sote mama yake ni Mushi. Bomba Mushi, mtanisamee. Sote mama yake ni kabila nyingine, meso kabila ya huku kwetu. Mfuliru, Muvira, Bavira nabo bane, Bavira sio sana Bavira. Kuko Mnyarwanda mmoja sema bana patanaga mzuri sana na Bavira. Lakini bana mimi siamini sana. Kwa hiyo Wabembe wanasema hivi, msikie mzuri. Vu la situation actuelle que nous traversons, kutokana na hali ambayo tunapita kwa sasa hivi, une guerre d'occupation, vita ya uvamizi ya umiliki rwandaise de Monsieur Nanga, ya bwana Nanga et d'autres traîtres essayant de nous faire croire que c'est une guerre pour renverser le régime de Tshisekedi, pamoja na wasaliti wengine ambao wanatuaminisha kwamba hii vita ni ya kuweza kupindua serikali ya Tshisekedi. Mes chers frères Bembe, ndugu zangu wa Bembe, connaissant que pour un Bembe du sang, kwa Mubembe kabisa wa damu, de pere de mer, kama jinsi mimi nilivyokuwa mshimuma kabisa, mshimuma kabisa, jamais et au grand jamais, haiwezekani na haitawezekana kabisa. Nous ne pouvons pas être dirigés par un Tutsi. Hatuwezi kuongozwa na Wamiembe. Hatuwezi kuongozwa na Wamihembe katika ardhi yetu, urithi wetu ambao ni kitu tulichoachiwa na wazee wetu, na hawa Wamiembe ambao wanajiita Watusi wanaovamia jina la Kinyamulenge. Wanyamulenge kati yenu, wa refugee Rwanda Wanyamulenge kati yenu pia kuna wazuri, au wazuri mimi na waunga mkono. Na nyinyi wazuri ndio ikiwezekana tutawapa ile jina la Wanyamulenge libaki kuwa lenu. Lakini ifo tudiskite kwanza ili tukae chini. Wazalendo wakae chini na wenye nchi. Yafu tuangalie tutapatia jina gani. Nafikiri naeleweka pale. Ya tunaweza kugawa partage ya majina. Je tiens à vous informer que nawaambia kwamba tout fils ou fille Bembe qui se donnera le courage de s'allier aux Tutsi pour des fins personnelles. Nawaambia kwamba kijana yoyote wa Kibembe ama msanii yote wa Kibembe, mwanamke mwanaume ambaye atajipa moyo kwenda kuungana na hawa jamaa wa Miembe kwa ajili ya maslahi yake binafsi, qu'il cherche son refuge en dehors de notre territoire de Fizi, atafute sehemu kwa kwenda kuishi, sio ndani ya ardhi yetu ya Fizi mpaka mwisho wake, na asirudi tena tarafani Fizi. Na anasema kwamba, nilea kusema barua hii inaendelea kusema kwamba après cette guerre, car il s'essaye de revenir, nous allons directement l'exécuter à même titre de notre ennemi. Wale ambao watafanya kwenda kuungana na magaidi
inabidi wakimbie na waende kabisa nje, na wakijaribu kurudi, basi watakachofanywa ni kitoweo sawasawa na magaidi wengine. Nous avons déjà certains noms de ceux-là qui ont fui les territoires de Fizi et d'autres qui sont à Bukavu actuellement à la recherche de postes aux rebelles Bamiembe et leurs traîtres. Mais, en bref, nous vous conseillerons de ne plus revenir car umauti inawasubiria hapa tarafani Fizi et même à Bukavu, hata Bukavu, après le départ des occupants rwandais, car ils sont des passagers dans cette ville, ils ne peuvent jamais se maintenir à la longue. Wanasema kwamba kwa wote ambao wameweza hawa watoto wa Fizi ambao wanasemekana kwamba wamechukua mlungula wa magaidi na wamejiunga na magaidi, majina yao tayari tunayajua. Wamoja wamekimbia Fizi na wengine pia wako Bukavu. Sasa wameenda kule kwa ajili ya kwenda kutafuta kazi, kutafuta poste za Wamiembe. Kifupi ni kwamba tunawaambia wasirudi tena huku, waende wabakia na kule, na kule ambako wanakaa wale jamaa pale hawatakaa muda mrefu, sababu ni wapita njia wataondoka. Sasa hawa watakuwa wamebakia vitoweo. S'il vous plaît, nous vous regardons et nous prenons de bonnes notes pour vous et vos fils. Pour un Mubembe, vivre sous l'occupation Tutsi est une malédiction. Vaut mieux mourir sur les champs de bataille. Kwa Mubembe kuweza kukaa chini ya utawala wa Mtusi ni lahana kubwa. Ni bora kufia kwenye uwanja wa mapigano. Et vous les traîtres Bembe, na nyinyi wasaliti wa Kibembe, vos appartenances aux tribus Bembe sont remises en question. Kuitwa wa Bembe ni swala la kujiuliza kuanzia leo. Et nous allons faire quoi? Nous allons interroger votre généalogie, na tutajiuliza juu ya kizalio kenu, juu ya kizazi chenu, pour s'assurer si réellement, ili kuwa na uhakika kama kweli vous êtes des Bembe, kwa nyinyi wa Bembe, car Bembe, sababu Mubembe wa damu kabisa ne peut jamais trahir son tribu. Hawezi kusaliti nchi yake, kusaliti kabila yake kwa ajili ya Wamiembe, kwa ajili ya Mtusi. Car nous et les Tutsis, sisi na Watusi, nous sommes méchants et les souris, tuko kama paka na panya. Kwa maana hii ni kwamba huu ujumbe nimependa sana kutoka kwa Resistant Mwibelecha Asesa Elocho. Bwana Asesa Elocho, umeandika kitu cha muhimu, kitu cha muhimu na kinahitaji pia kuweza kupewa support na Wabembe wote. Licha kuna wamoja wale wasaliti nimeona pia wamecomment huu ujumbe na kusema kwamba hii haiconcerne Wabembe wote. Wewe uliandika kama vile nani? No, hii ni message nyiko clear. Bandugu yangu Wabembe, huu ujumbe mpaka mimi nausoma, na maana nimeupitia na kuona kwamba ni ujumbe wa maana sana. Kwa hiyo ni lazima ili swala liweze kuangaliwa kwa makini. Sasa nani mwenye anapinga? Unaona kabila ambalo sisi tuna shida ambayo sisi tunakuwa ni shida gani? Watu wanapenda kubebana, kwamba huyu ni ndugu yangu, hata kufanya makosa nitamfichia siri. Hapana. Hatuwezi kufichana siri wakati wa mambo yako yanaharibika. Ni lazima tunawekana wazi ili ujue kwamba hiki ambacho huyu amefanya sio sahihi. C'est vrai, Mubembe kula rushwa ya adui hii haikuagi, na sisi tunajua kwamba sisi Wabembe adui yetu ni nani, tunamjua.
Na sio Wabembe tu, Mkongomani yote anajua kwamba nani mwenye iko na taka kummaliza. Ushelewa? Kila Mkongomani anajua kwamba nani mwenye iko na taka kummaliza. Sasa ni wajibu wa sisi kuweza kukaa na kupambana kwa ajili ya vizazi vyetu ambavyo viko vinakuja. Haiwezekani kuficha adui. Kama uko na mtu jirani yako, ndugu yako ambaye unajua iko na collaborate na Alliance PF Congo M23, nenda umpeleke kwa wazalendo. Nenda mpeleke kwa wazalendo. Hapana ku FARDC. Mpeleke kwa wazalendo. Ndio atashughulikiwa vizuri sana. Ngambo za Nyamianda. Kote Nyamianda kule kuzone kote. Kule ni nafasi ya kupiga control kila saa. Ni kupiga control manyumba zote kule. Tayari tumekamata silaha kule ngambo za Nyamianda. Mkono ya habari. Manyumba yao ndugu zetu kuna silaha zimekamatwa kule. Sasa silaha ziko zinafanya nini? Silaha ziko zinafanya nini kule Nyamianda? Unaona? Hao jamaa walikuwa tayari washainfiltrate Uvira. Walikuwa Uvira samani. Lakini bahati nzuri juu ya vigilance ya watoto wa Uvira wamefanya kazi kubwa. Tofauti na hapo pia Baraka nako niko na ujumbe pia Baraka na tumekusha kulancer operation, watu watashughulikia hilo. Ni hivi tu. Donc ni wajibu sasa wa kila mtu kuweza kuwa polisi wa mwenzake ili kulinda harakati za nchi, maana nchi hii inatuomba sisi wote tuweze kusimama. Kokote kwenye mtu unapatikana, simama. Unaona Wabembe hapa wameweza kujidetermine na kuonyesha position yao iko wapi. Sasa je, wewe unasubiria nini? Wewe unafanyaje? Utaenda upande upi? Utasimama na Mbembe ama utasimama kivyako vyako? So shwani yako, lakini taifa ni letu sisi wote, lazima tupiganie taifa letu. Zone yenye raia na soupçonner quelques personnes yenye ndalonga vraiment watu watusame kwamba saa tuko mperiode ya mubaya, il faut kudifferencier Barwande wanatoka Rwanda mwa hii periode ili Banyamulenge watu washaka zoea wako navo hapa. Si ce sont quelques Banyamulenge wako na arme au il y a des Rwandais banabako leo kuzoni banakonstitue menace kwa la sécurité ya ville territoire ya Uvira na Fizi, tuliproposea kwamba ke serikali ili wazalendo banaweza fanya fui kwa ajili kuangalia nini iko naendeka, parce que selon ma coordination ya commune ya Kalundu iliula Kabindula Kalundu même, il y a quand même quelques batu Banyamulenge bamoya basha kutana manyumba yao maarme alors que abana quelques Banyamulenge balikamatiwa na maarme et pourtant que abana droit kubakia na maarme. Donc pour la sécurité ya vile Uvira, niambia watu ya boga biko nikesha kuangalia mena mwa hii periode ya mubaya nini tunaweza fanya pour sauver Uvira, pour sauver Fizi, pour sauver Congo. Donc les propositions yetu na leo tutaona gouverneur, leo tutaona maire de la ville pour que quand même pakuwa ma stratégie takuwa monter kufanya fouille tujue ukweli kwa quel niveau. Est-ce qu'il y a des Rwandais mais balitoka Rwanda leo wako infiltrer Uvira? Bon, tu es obligé kuisema wazi parce que nishazunguka ma réseaux sociaux pour que tu vérifies kama wako il faut kuwakamata et que ça sera pour la sécurité ya Uvira na Congo mzima. S'il y a quelques Banyamulenge benye wako en possession ya arme et qui na construit menace pour la sécurité ya Uvira, c'est le moment kufanya fouille pour quand même tuangalie que sauver Uvira, ta sauver Congo. Hiyo ndio habari ya kwanza. Habari ya pili wa Rodrigue ni question ya arrivé parce que jana niliambia kwamba telegram itashuka, ne walifanya mbio leo bana changer Rome, colonel Rome mwenye alikuwa na shinde interim hapa, mwenye tusaidia mu periode ilikuwa telema compliqué. Mais leo ile juzi kishinisema maintenant jana banafanya remise reprise, banaleta Gervin Kambale kukua hapa pour qu'il anze kamata akuwe na ni commandant secteur Sokolate. Sio kama shirika la kiraia. Raia tulikuwa mu réunion parce que bine tuko nasema eke tushaona wazalendo wa moja kiko seigneur de guerre na leo tutaona wengine. Leo tutaenda ona gouverneur, vice gouverneur la kama iko hapa avec tulilomba kwamba
tutawaona na conseil de sécurité provincial, tutaenda ona maire de la ville avec conseil de sécurité pour que tuwaambie kwamba hatuna besoin pour la sécurité à Congo mzima, pour la sécurité à Uvira territoire, hatuna besoin ya colonel Gervais hapa. Et c'est là pour raison tumbili ya Kavambi kwanza. Ya kwanza, bakongomani wote wanajua kama kusove Congo en face ya M23 na wengine ina mikono yote, espoir yote iko Uvira na Fizi. Si Uvira na Fizi iko tombe, c'est-à-dire que Congo naenda pabaya. Oh, tunamkatala pour deux raisons principales. Ya kwanza, Romain, Colonel Romain ni wanaleta huko. Alikimbia Minova, aliacha Minova. Colonel Romain ndo alikuwa mafikiri. Dizo niko nasema Gervais Kambale. Alikuwa Minova, akaangusha Minova. Alikuwa Pinga, akaangusha Pinga. Bako nakuya nakimbia. Je, kuna uthibitisho ambayo inaonesha kwamba ilikuwa hivyo? Nakwambia venye niko nasema saa hii, je niko nasema. J'ai des informations sur najua venye niko nasema. Anacha naangusha ile mingini kumikono ya M23. Hakuna inaturashire saa hii kwamba mwa hii periodi tulipita nguvu na hii saa hii inataweza saidia leo Uvira. C'est pourquoi que tuliambia déclaration tulifanya na ile karatasi déposée leo tulisema kwamba les commandants 3 hommes de défense pour l'intérêt de la sécurité ya Uvira ya Congo mzima, hatuna naye besoin ya Gervais Kambale hapa Uvira. Hiyo ndio rezo ya kwanza. Rezo ya pili, batu wanakumbuka kama tuliweza kufanya mwe declaration. Yeye Gervais Romain alikuwa komanda wa 33 regiment mplela Rusi kwa baze Luvungi. Basoda wetu walikufaka kaololo wa mingi ndio alienda bangusha Mwambiskani. Tungana maelema de souvenir. Donc ni kusema kwamba sisi kama shirika jitaraga, sisi kama raia ya Uvira, raia sisi Kivu, hatuna besoin ya bali ya ule mu ya colonel arudie wamtafute watamweka eketu na ngoya leo dipota na 11h tutakuwa na vice gouverneur avec conseil de sécurité yake. Okazo hakuna solution, tunawaza kitu naongea na wazalendo tagwanya parce que tutaendelea kuteseka, hatutapenda kile vile ya muke Fizi ya muke kono ndio leo l'espoir ya République ngati Congo pour la sécurité nationale. Voilà message raia leo kwamba nje tuko menasa Kavambi na tutapumzika sasa, tunaona départ ya Gervais Kambale opose ya commandant secteur, tunakatala pour l'intérêt ya Congo, pour l'intérêt ya Uvira na Fizi. Asante. Asante pia bwana Mafikiri Mashimango, tunaendelea hivyo. Unaona ndugu zangu, sasa tusikilize kwanza hii. Jambo wa ndugu wapenzi wakongomani wote mahali popote pale mlipo ndani ya Kongo na nje ya Kongo. Ni ndugu yenu Patriote Resistant Combatant. Naenda kutoa pole kwa ndugu zetu ambao wanaendelea kupoteza maisha katika hii hali ambayo inayotukumba. Vile vile natoa shukurani na courage kwa wandugu zetu wa Maimai ambao wanaendelea kujitolea kupambana na huyu adui. Siku ya leo nilikuwa napenda kuongelea kwa ajili ya uvamizi. Tukumbushane kwa ajili ya uvamizi wa AFDL ama Songambele. Sisi wote tunajua ya kuwa wazungu wana mpango wa kugawa Kongo kama vipande vinne, kwa sababu wafanye kama shamba yao, wachukue mahali ya Kongo gisi wanavyotaka wao wenyewe. Na Watusi mpango wao ni wa kusema wakamate inchi zote za Kibantu, ama wakishindwa Watusi wa Rwanda, wa Uganda ama wa Burundi wakamate ma province za Kongo bazianexe kuma nchi zao. Njo mipango hiyo ambayo wanayo. Baada ya Mobutu kuchoka,
wazungu wakaanza mipango ya kuvamia Kongo. Hawawezi wakaingia wenyewe ndani ya Kongo vile vile. Ikabidi wamuone Museveni. Museveni wakafinanse Kagame kwa kusema akamate Rwanda. Kagame akakamata Rwanda. Baada ya Kagame kukamata Rwanda, ikakuwa nchi 3 ambazo tunapakana nazo, zote ziko ndani, maraisi ni Watusi. Ndio wakapanga mipango ya vita ya AFDL. Wao wenyewe wazungu na hawa Watusi wakapanga mipango ya kuvamia Kongo. Kwa objectif yao, mzungu ni kupora mali ya Kongo, mwenye Rwanda ama Mtusi ni kukata Kongo vipande vipande. Baada ya pale walivyopanga mipango yao, Watusi wakaona hawawezi wakaingia wenyewe. Inabidi watafute wakongomani ambao watakuwa kama vibaraka, ambao wataonesha njia ya kuingia ndani ya Kongo. Wakamuona Mzee Kabila na wengine. Sote tunajua gisi hiyo vita ilipigika. Hao wakongomani walikuwa ni vibaraka, na kulikuwa na makontra, kulikuwa na mikataba ambao wazungu kwanza walisaini mikataba na hao Watusi. Vile vile wakasaini mikataba na wakongomani, na Watusi tena vile vile walisaini mikataba na wakongomani. Unakuta mkongomani alisaini mikataba na watu wawili. Alisaini mkataba na mzungu, akasaini mkataba tena na Mtusi. Kwa ajili ya nini? Apate kuwaingiza watu wamfukuze Mobutu, wapate vyeo, madaraka. Walivyomaliza kupanga, wakaingia ndani ya Kongo. Ndani ya Kongo mpaka gisi kufika Lubumbashi, Mzee Kabila akajiproklame kuwa rais wa Kongo. Hakuna gisi wangimuelimine ama hakuna gisi wangimuua, kwa sababu yeye ndio alikuwa anajulikana ndani ya Kongo. Mpaka gisi wamefika Kishasa. Na katika hii mikataba ambao walisaini wakongomani na Watusi na wakongomani na wazungu, katika mikataba ni ya kusema ya kuwa katika serikali ya Kongo, ndani ya siasa muwe watu wa nje, tuseme yani Watusi. Katika jeshi muwe Watusi, katika polisi muwe Watusi. Na vile vile vipande vya Nord Kivu, Sud Kivu, Kisangani wapate kuvikata viende upande wa Rwanda, Uganda na Burundi. Baada kufika Kishasa, Mzee Kabila akawageuka. Baada kuwageuka, ndio pale RCD ikajitokeza. Lakini ndio wale watu wa AFDL, ndio ile songa mbele. Kwa sababu Mzee Kabila ameanza kuwabadilika, ikabidi watengeneze mbinu mpya. Wakaweka Joseph. Wakati wameweka Joseph alikuja ni kwa ajili ya kuingiza wanajeshi wa Kitusi ndani
ndani ya armée congolaise, ndani ya polisi, ndani ya yani kila constitution yote ikuwe na watu wa nje. Ndio Joseph ilikuwa kazi yake ya kusema awaingize, ndio ile ikakuwa 1+4 mpaka gisi wote wameingia, mpaka gisi tunaingia mabrassage, mambo kama hayo, mixage, brassage, vyote vikaingia. Na mpaka leo gisi mambo yanaendelea kwa Chilombo. Baada ya Joseph kutoka, amesha waingiza katika siasa ya Kongo. Chilombo anaingia. Chilombo kuingia kwake ilikuwa naye kwa sababu wanapenda watawale Kongo. Kwa sababu tunatawaliwa. Hiyo ndio ukweli, tunatawaliwa. Hii miaka 30 tunatawaliwa. Kuingia kwa Chilombo, Chilombo aliingia kwa mikataba. Kwa mikataba ndio ile ambayo ilimuingiza Chilombo, yani aendelee kufasilite ile plaza ao. Baada ya Chilombo anakuwa kama naye anataka kwenda nje kidogo, ndio pale M23 inatomboka. Ila tayari ndani ya Kongo adui tayari amesha ingia ndani ya Kongo. Huyu M23 ama huyu Kagame ni adui wa nje, lakini tayari adui yumo ndani ya Kongo, ambaye ni hii mikataba, na wa rais wote wakipita ndani ya Kongo inabidi wawe chini ya mikataba. Ndio tatizo ambayo tuko nayo, na sisi wote tunajua hiyo matatizo, na tunajua huo mpango wa Wanyarwanda ama wa Watusi en general. Sisi wote tunajua. Ni sisi Wakongomani kufungua macho, kuona mbele kama egle. Nilipenda kuongea hii kwa sababu yani tujikumbushe sana sana wa ndugu zangu wa Maimai, wajikumbushe ya kuwa serikali yetu ya Kongo ama Kongo yetu imekamatwa yote. Tuko okipe. Tusitegemee ya kuwa tuna rais. Tusitegemee ya kuwa tuna jeshi. Constitution zote zimekufa. Nchi imekufa. Kwa sasa hivi tunategemea ni nyinyi wa ndugu zetu wa Maimai kwa kusema kugomboa nchi. Haiko ya kusema kulinda nchi, kugomboa nchi. Tuache mambo ya kulinda nchi, tuende kumpango mwingine wa kugomboa nchi. Ndio chanzo nilipenda kwanza niongelee neno kwa kusema tujikumbushe, tufikirie, tujue ni nini tunapaswa kufanya. Ya kuwa wa ndugu zetu, wanasiasa wenzetu ndio ambao walileta Wanyarwanda wazungu ndani ya Kongo, kuuisha Wakongomani wenzao, kuporesha mali ya Kongo. Kwa sababu wa ndugu zetu wangikataa, hivi vitu visingefika. Ila kwa sababu ya tamaa na madaraka, ndio maana wamekubaliana kuuzisha nchi ya Kongo na Wakongomani, kumwaga damu ya Wakongomani. Kwa kumalizia, wa ndugu zangu Wakongomani wenzangu wa Maimai, tunawategemea nyie.
Acheni kufikiria ya kuwa tuna rais ambaye atatusaidia. Acheni kufikiria ya kuwa tuna jeshi ambayo itatusaidia. Acheni kufikiria ya kuwa kuna wanasiasa ambao watasaidia. Hakuna wanasiasa ambao watasaidia. Hakuna mwanajeshi ambao atasaidia. Hakuna rais ambao atasaidia. Ni sisi wenyewe kunyanyuka na kumwomba Mwenyezi Mungu atutangulie mbele, tupigane vita tuishinde. Ni nyinyi wenyewe wa majimaji ndio ambao mtagomboa nchi. Acheni kuweka akili kwa wanajeshi ama kwa rais. Wekeni akili kwa Mungu na kwa raia wa Kongo wapate kuwasaidia. Raia wa Kongo wamewaunga mkono. Mungu iko na nyinyi. Acheni kuweka akili kwa wafanyasiasa wa Kongo. Jana wafanyasiasa wa Kongo waliwapigia mikono Watusi. Kazi ikishaisha wanageuka. Wale sio wazalendo. Hawa wafanyasiasa wa Kongo sio wazalendo. Wanajiita wamoja, sasa hivi wanaanza kujiita wazalendo. Sio wazalendo. Mzalendo ni mtu ambaye alisimama wakati alizaliwa na mpaka wakati atakufa. Ni mzalendo. Sio jana ulikuwa adui wa Kongo na wakongomani, ama ulikuwa unapigia waadui mikono, leo hauna kazi unakuwa eti unakuwa mzalendo. Acheni kuweka akili kwa hawa naweza nikawaita ni kama wamalaya. Wafanya siasa wa Kongo ni wamalaya. Leo ni wazalendo, kesho ni watretre. Jana walikuwa watretre, leo wanakuwa wazalendo. Ndugu zangu wa Maimai, mujifikirie na mjue ya kuwa wakongomani wanaweka akili na macho kwenu. Acheni kutegemea mtu yoyote yule. Tegemeeni Mungu na wakongomani. Ninashukuru sana wa ndugu zangu. Mungu aendelee kubariki wa ndugu zangu wa majimaji katika mafro. Awatangulie mbele, awape moyo mpate kushinda hii vita. Mungu chunga watoto wako wa Kongo. Mungu ibariki Kongo. Mungu bariki Afrika. Naam, asante sana kuwa pamoja na Baraka One TV, na big up kwa wote ambao mko mnatufuatilia kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Canada, Australia, USA, United States of America, wapi, Australia, South Africa, kule pia mko wengi sana South Africa. Big up sana kwa wote wa South Africa. Yeah. Ndugu zangu wote wa South Africa, big up sana kwa nyinyi. Kazi kubwa ambayo mko mnafanya inatupa faraja. We really appreciate. Yeah, we really appreciate everything. So big up sana kwa nyinyi wote. Na pia usisahau kwamba Operation Saidia Muzalendo iko march. Tuko tunaidemare. Na isi la tutaanza kulanse. Mungu atupe nguvu, atupe uwezo na maarifa zaidi, kwa sababu maadui pia ni wengi sana, tunatafutwa sana. Lakini tutapigania hilo swala. Na pia niwakumbushe tu kwamba kuna ile program ya membership ya Baraka One TV. Kwa hiyo kama bado hujajiunga ndani ya kikundi cha members wa B1 TV kupitia Baraka One TV YouTube, tembelea pale kwa members, ingia pale na utaweza kujiunga vizuri sana na kuwa member wa B1 TV, na hivyo utakuwa kuna privilege moya ya hali ya juu, ya kalite moya ya juu sana. So tungane wote. Nagusia tena, tumepata shida ya microphone ya mixer pamoja na laptop, na itatugharimu kama $300 hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, Baraka One TV inaomba msaada kwa yeyote yule ambaye ataguswa ile moja moja, hata mtu mmoja tu akijitolea, na kwa hiyo ni jambo la maana sana kwamba mimi nitafanya hivyo tuweze kupata laptop ya mpe pamoja
na mixer nyingine yetu inakuwa iko nasumbua, iko nakata, inawaka jinsi najisikia na mnasikia mafujo hivi ya kunaingia, so inakuwa inatupa wakati mgumu sana. Sasa tukakata masaa hivi tunakaa tu tunasubiria mpaka itengamane. Sasa hivyo tutashinda kufanya kazi vizuri sana, na muda wa kazi ukipita pia basi tunakuwa tumeshindwa kusonga mbele. So kwa hiyo tunahitaji sana ndugu zangu mweze kutunga mkono tupate hivi vitu viwili. Gharama yake ni $300 tu. Asante sana kwa wote, tunashukuru kuwa pamoja na sisi. Tukae majira ya saa 12. Muda mzuri wa kwenda kusikiza mitazamo na maoni yenu ni saa 12. Kwa hiyo tunahitaji mitazamo yenye kuwa na mashiko makubwa ili tufanye mambo makubwa zaidi. Asante sana kwa wote na twende wote kwa pamoja.